Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia ndoto ya bahari kwa mwanamke aliyeachika na kwa mwanamke mjamzito. Lakini kabla hatujaendelea, ndugu yangu mtazamaji, nikukumbushe kama unasumbuliwa na maradhi ya kichawi, maradhi ya kisheitani, husda, uadui, unakosa usingizi usiku, ama kila unalofanya ufanikiwi, watu wanakuchukia bila ya sababu, mapigo ya moyo yanaenda mbio, ukienda kupima unaambiwa hauna presha, na shida kadha wa kadha, hebu tuwasiliane ndugu yangu mtazamaji, ili tuweze kukusaidia biidhnillahi kupitia dua. Kwa sababu dua ndiyo silaha ya muumini, na dua inarahisisha mambo magumu. Kama kuna mambo yako yamekuwa magumu, kupitia dua Mwenyezi Mungu atayafanya kuwa rahisi. Naam, sasa wanachuoni wanasema mwanamke aliyeachika akiota albaharu alhadiu, bahari safi, bahari imetulizana, bahari imetulia, wanasema wanawachuoni ndoto hiyo inaashiria bidayatun jadida, mwanzo mpya wa maisha yake mwanamke huyo. Malia bil istiqrari, mwanzo uliojaa utulivu. Baada marhalati su'ba, baada ya kipindi cha ugumu alichopitia katika ndoa yake na maisha yake kiujumla. Hiyo ni bahari iliyotulia. Ama albaharul haiju, bahari yenye dhoruba, bahari chafu, bahari imechafuka. Mwanamke mjamzito akiota bahari imechafuka, wanawachuoni wanasema inaashiria swaraatun au mashakilun kanuniya au nafsiya. Hiyo inaashiria migogoro au matatizo ya kisheria au kisaikolojia au nafsia. Nafsia kwa maana saikolojia, matatizo ya kisaikolojia. Huyu mwanamke atapata matatizo ya kisaikolojia, mwanamke aliyeachika akiota bahari imechafuka. Ama sabahatum bithiqa, mwanamke aliyeachika akiota asabahatu bithiqa, akiota yuaogelea kwa ujasiri, yani anaogelea kwa ujasiri. Hii ndoto inaashiria ataghallubu ala almasaibi, inaashiria kushinda changamoto. Huyu mwanamke atazishinda changamoto. wa binau dhati min jadidi, na kujijenga upya. Huyu mwanamke atazishinda changamoto na atajijenga upya, pamoja kuwa ameachika, atajijenga upya. Lakini mwanamke aliyeachika akiota ufukwe, akiota ufukwe, yupo ufukweni mathalan, au yuatembea ufukweni, wanasema ndoto hiyo inaashiria intihau marhalatun wa bidayatun marhalatun akthara ishraqa. Wanasema ndoto hiyo inaashiria mwisho wa kipindi fulani na mwanzo wa kipindi kingine chenye mwanga zaidi. Wanasema aktharu ishraqan, kwa maana ya chenye mwanga zaidi. Manake kipindi ambacho anachoanza kuishi cha maisha baada ya kuachika, basi kitakuwa ni kipindi kizuri kwake, hakitakuwa na shida. Hiyo ni kwa mwanamke aliyeachika. Ama kwa mwanamke mjamzito, wanawachuoni wanasema akiota bahari tulivu, albaharul hadiu, bahari tulivu, mwanamke mjamzito anasema inaashiria wiladatun yasira wa salamatul janini. Hiyo ndoto inaashiria kujifungua kwa wepesi na usalama wa mtoto aliyeko tumboni. Ina maana mwanamke mjamzito akiota bahari tulivu, maana yake atajifungua kwa wepesi na asiwe na wasiwasi. Yule mtoto aliyeko tumboni yuko katika hali ya amani kabisa. Ama albaharu alaqiru, bahari chafu, mwanamke mjamzito akiota bahari chafu, bahari imechafuka, bahari ina dhoruba, wanasema hii ndoto inaashiria khalaqum min alhamli au alwilada, kwa maana huyu mwanamke ana wasiwasi wa ule ujauzito, ana wasiwasi wa ujauzito na mtoto,
ana wasiwasi wa ule ujauzito aliokuwa nao, na mtoto aliyekuwa naye tumboni ana wasiwasi naye kwamba yuko salama na nini. Katika hali kama hizo, wakad yadullu ala ta'bin jasadiyin au nafsiyi, na inaweza pia kuashiria uchovu, inaweza kuashiria pia uchovu wa kimwili au kisaikolojia. Maanake huyu mwanamke sasa ameshachoka, hiyo mimba ameshachoka, amechoka kimwili na kisaikolojia pia amechoka, kwa maana anatamani ajifungue muda wowote, ameshachoka, ameshakuwa na uchovu. Hiyo ni bahari chafu kwa mwanamke mjamzito. Ama mwanamke mjamzito akiota yuaogelea bibuti, kwa taratibu, anaogelea kwa hali ya utaratibu kabisa, wanasema ndoto hiyo inaashiria taabun wa irhaqun, inaashiria uchovu na dhiki. Inaashiria uchovu na dhiki, huyu mwanamke ameshachoka. Lakinahu la yamna'u at-taqaddumu nahwa alwilada biamani, wanasema lakini la yamna'u, uchovu huo, dhiki hiyo anaojisikia, uchovu huo na dhiki anaojisikia haitozuia kuendelea kwenye kuzaa kwa amani. Maanake huyu mwanamke atazaa kwa amani, wala asiwe na wasiwasi wowote, wala asijihisi dhiki yoyote, atazaa kwa amani kabisa. Ama kuogelea kwa utaratibu, wanasema ndoto hiyo inaashiria taabun, wanasema ama kuogelea kwa utaratibu, wanasema ndoto hiyo inaashiria taabun, yani uchovu, wa irhaqu, na dhiki. Huyu mwanamke anajihisi dhiki. Wanasema ama kuogelea, mwanamke mjamzito akiota yuaogelea bibutin, kwa taratibu, anaogelea taratibu, wanasema ndoto hiyo inaashiria taabu, wa irhaqun, inaashiria uchovu na dhiki. Ina maana huyu mwanamke anajihisi dhiki, anajihisi uchovu. Lakini dhiki hiyo la yamna'u, haizuii ataqaddumu, kuendelea nahwa alwilada biamani, kwenye kujifungua kwa amani. Yani hiyo dhiki haitamfanya yeye asijifungue kwa amani, lakini anahisi dhiki na anahisi uchovu. Mwisho kabisa, mwanamke huyu mjamzito akiota kuzama baharini, wanasema la yadullu bidharura ala khatari, sio lazima hiyo ndoto kuashiria hatari, sababu mwanamke akiota amezama, hata mwanaume huwa anajihisi kuna hatari mbele yake, lakini kwa huyu mwanamke mjamzito sio lazima kuashiria hatari akiota amezama baharini, bali yaakisu alkhawfa, bali inaakisi hofu tu, kwa maana huyu mwanamke ana hofu, watawaturi zaid, na wasiwasi mwingi, yani ana hofu na wasiwasi mwingi, lakini haiashirii kwamba atapata matatizo. Kwa hivyo hizo ndio tafsiri za ndoto za bahari kwa mwanamke aliyeachika na mwanamke mjamzito. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.